wananchi kuweza kuingia katika kipato cha kati, ngazi ya chini, na kuimarisha maisha ya Watanzania. Serikali imekamilisha maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dira hiyo mpya tutakayoizindua rasmi mwezi Julai, mwezi unaofuata, itatupa mwelekeo utakaowezesha taifa letu kupiga hatua zaidi za maendeleo. Niwashukuru wote waliohusika kuitayarisha, hususan wananchi walioeleza bayana mahitaji na matarajio ya Tanzania wanayoitaka kuiona katika miaka 25 ijayo. Mheshimiwa Spika, vile vile nafurahi kwamba tumefanya mazoezi tulioimarisha mfumo wetu wa takwimu au takwimu muhimu katika kufanya mipango yetu. Mwaka 2022 tulifanya sensa ya watu na makazi, tukiendeleza utamaduni wetu wa kufanya sensa kila baada ya miaka 10. Vile vile tulifanya utafiti wa mwenendo wa idadi ya watu na masuala ya afya. Zaidi ya hapo, na kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, tuliweza kufanya sensa ya majengo kote nchini. Mazoezi yote haya yametuwezesha kupata taarifa muhimu zitakazotusaidia kupanga mipango yetu ya maendeleo kisayansi zaidi. Mheshimiwa Spika, amani tulionayo kwa kiasi kikubwa inalindwa na uimara na ufanisi wa mahakama zetu na vyombo vingine vya kusimamia haki. Hii ni kwa sababu amani na utulivu hustawi pale ambapo haki huonekana kutendeka. Katika kuimarisha utawala wa sheria, kuongeza wajibikaji na ufanisi, kupunguza malalamiko ya wananchi na ucheleweshaji wa mashauri, niliunda tume ya Rais ya kuangalia namna ya kuboresha mifumo ya haki jinai. Mapendekezo ya tume hiyo yanaendelea kutekelezwa na taasisi mbalimbali. Kwa kipindi chote, mahakama imeendelea kuwa huru na kamwe serikali haikuingilia mahakama katika kazi zake. Ili kuboresha utendaji na ufanisi wa mahakama, tumeongeza bajeti ya mahakama kutoka shilingi bilioni 166.2 mwaka 2021 mpaka kufikia shilingi bilioni 321 kwa mwaka 25-26, sawa na ongezeko la 93%. Vile vile tumeongeza idadi ya majaji, mahakimu na mawakili wa serikali, na nafarijika kwamba tumezingatia uwakilishi wa kijinsia. Katika kipindi hiki pia nimeteua majaji wapya 83, ambapo majaji wa mahakama ya rufani ni 15, kati yao 4 ni wanawake, na majaji wa mahakama kuu 68, kati yao 30 ni wanawake. Aidha, tuliwezesha ajira mpya ya mahakimu na watumishi wengine jumla 1153. Majaji na mahakimu wanawake wamekuwa wengi wakati mwingine wowote, wamekuwa wengi wakati huu kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya nchi yetu. Hatua hizi zimewezesha mahakama kufanya kazi zake kwa ufanisi mkubwa, pamoja na kuhakikisha mifumo ya tehama katika utoaji wa huduma za kisheria inasomana na mifumo ya NIDA, TAKUKURU, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalumu, Jeshi la Polisi Tanzania na taasisi nyingine za sheria. Aidha, serikali imeendelea kutekeleza mpango wa kutenganisha shughuli za mashtaka na upelelezi kwa kuendelea kuongeza idadi ya mawakili wa serikali na kuongeza ofisi za mashtaka za wilaya kutoka 50 hadi 108 ili kusogeza huduma za kisheria karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki, mafanikio mbalimbali yamepatikana, yakiwemo kukamilika kwa ujenzi wa jengo la makao makuu ya mahakama sambamba na nyumba za kuishi majaji zilizopo eneo la Iyumbu, Dodoma.
ujenzi wa majengo ya mahakama za wilaya 3 na mahakama za mwanzo 26 katika maeneo mbalimbali nchini, ujenzi wa vituo 6 jumuishi vya utoaji wa haki katika maeneo ya Dodoma, Morogoro, Mwanza, Arusha, Kinondoni na Temeke. Vile vile kumekuwa na ujenzi wa vituo 9 jumuishi vya utoaji haki katika mikoa ya Katavi, Songea, Songwe, Njombe, Simiyu, Lindi, Singida, Pemba na Geita. Nako ujenzi unaendelea. Miradi hii imewezesha kusogeza huduma za mahakama karibu na wananchi. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha upatikanaji haki kwa watu wote, serikali imetekeleza kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, yani Mama Samia Legal Aid Campaign. Asante. Jumla ya wananchi 2698, jumla ya wananchi milioni 2,698,908 kwenye mikoa 25 wamepatiwa huduma mbalimbali za kisheria kupitia kampeni hii. Mheshimiwa Spika, kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, serikali imekamilisha, kwa mara ya pili katika historia ya nchi yetu, serikali imekamilisha urekebu wa sheria kuu 446 za nchi na kuandaa toleo la sheria zilizofanywa urekebu la mwaka 2023. Hatua hii inawarahisishia watumiaji wa sheria zetu kufanya rejea ya sheria mbalimbali, hususan wakati wa utoaji wa haki. Toleo hili ambalo litaanza kutumika tarehe 1 Julai mwaka huu 2025 litaimarisha utawala wa sheria. Aidha, hadi sasa sheria 13 kati ya 446 zimetafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili, hatua ambayo itaenda kuimarisha uelewa wa sheria miongoni mwa Watanzania. Mheshimiwa Spika, kwenye hotuba yangu ya kufungua bunge la 12 niliahidi kuifungua nchi kiuwekezaji ili kukuza uchumi, kuzalisha ajira, kuongeza mapato na kupunguza kiwango cha umaskini kitaifa na kwa mtu mmoja mmoja. Tunaendelea kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, na katika utekelezaji huu tulipitia na kurekebisha sheria na kanuni 66 pamoja na kufuta au kupunguza tozo, ada na faini mbalimbali zipatazo 383. Kituo cha uwekezaji TIC kimeweza kusajili jumla ya miradi ya uwekezaji 2175 iliyopo kwenye sekta mbalimbali za uzalishaji na huduma. Miradi hiyo ina jumla ya thamani ya dola za Kimarekani bilioni 25.53 na inatarajia kuzalisha jumla ya ajira 650,674 za moja kwa moja na ajira nyinginezo. Mheshimiwa Spika, jitihada za kuhamasisha uwekezaji katika maeneo maalum ya kiuchumi yani SEZ pia zimevutia jumla ya miradi 45 yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.17 iliyopatiwa leseni za EPZ na SEZ. Miradi hiyo ilijikita katika sekta zinazozalisha bidhaa zitokanazo na kilimo, viwanda, mifugo, kemikali, madini na mazao ya misitu. Imeongeza ajira kufikia 20,674 na kuongeza ukuaji wa mauzo ya nje kwa dola za Marekani milioni 397.64. Katika kuchochea uwekezaji nchini, tumetunga sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi, sheria ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi ya mwaka 2025 ambayo pamoja na mambo mengine inaanzisha mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi kwa pamoja. Tumechukua kituo cha uwekezaji na maeneo maalumu ya kiuchumi na kuyafanya pamoja na kutunga sheria moja. Mheshimiwa Spika, kilimo kimeendelea kwa uti wa mgongo wa taifa letu kwa kutoa ajira nyingi na kuchangia kwa kiasi kikubwa pato letu la taifa.
Kwa kutambua mchango Asante. Kwa kutambua mchango wa sekta hii kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida, serikali imeongeza bajeti ya kilimo kwa zaidi ya 300% toka shilingi bilioni 294 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.24 mwaka 2025. Shabaha yetu kuu ni kuongeza tija pamoja na kuweza kujitosheleza kwa chakula. Mheshimiwa Spika, katika kuongeza tija, serikali imeongeza upatikanaji wa mbegu bora, za kilimo kwa 41.9 kutoka tani 50,747 mwaka 2021 hadi tani 72,031 mwaka 2024. Aidha, uzalishaji wa mbegu bora ndani ya nchi umeongezeka kwa 61% kutoka tani 34,797 mwaka 2021 hadi tani 56,114 mwaka jana 2024. Pia tumewezesha maabara ya mbegu na taasisi ya kudhibiti ubora wa mbegu kupata ithibati ya kimataifa na uzalishaji wa mbegu. Hatua hii imewezesha uzalishaji wa mbegu bora unaoleta tija kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, serikali imeongeza upatikanaji wa mbolea kutoka tani 676,017 mwaka 2021 hadi tani milioni 1.21 mwaka 2025. Hii ni sawa na ongezeko la 80.9 ya makisio ya mahitaji ya tani milioni 1.5 za mbolea kwa msimu wa mwaka 2025. Sambamba na hilo, serikali imetoa ruzuku ya mbolea yenye thamani ya shilingi bilioni 300 kwa mazao yote. Hatua hiyo imewezesha kuongezeka kwa matumizi ya mbolea kwa hekta kutoka kilo 19 mwaka 2021 hadi kilo 24 mwaka huu 2025, na hivyo kuongeza tija kwenye uzalishaji. Mbali na mbolea, serikali pia imekuwa ikihakikisha upatikanaji wa viuatilifu pamoja na huduma za ugani kwa kuhakikisha inaajiri maafisa ugani pamoja na kuwapa vitendea kazi kama pikipiki, vishikwambi, visanduku vya ugani na soil scanners ili kuongeza tija kwenye kilimo chetu. Mheshimiwa Spika, tayari jitihada hizo za serikali sio tu zimemfaidisha mkulima, bali pia zimeongeza kiwango cha uzalishaji wa mazao ya chakula kwa 33% toka tani milioni 17.1 mwaka 2021 hadi tani 22.8 mwaka 2024. Ongezeko hilo limeiwezesha nchi kuwa na utoshelevu wa chakula kwa 128%. Pamoja na hayo, ili kulinda jasho la mkulima kwa kupunguza upotevu wa mazao baada ya mavuno, tumejenga maghala 46 na vihenge 20 yenye uwezo wa kuhifadhi mazao tani 219,921. Mheshimiwa Spika, miongoni mwa maeneo mawili yaliyoibua mjadala kipindi hiki yalihusu sukari na mafuta ya kupikia au mafuta ya kula. Ili kuimarisha upatikanaji wa sukari kunapokuwa na upungufu, tuliipa NFRA mamlaka ya kununua na kuhifadhi sukari kisheria. Hii ina maana kwamba sukari imeingia kwenye mazao au mazao ya usalama wa chakula ndani ya nchi. Nawashukuru sana wabunge kwa kuunga mkono mabadiliko hayo, na ninaamini
Asante. Ninaamini tayari tumeshaanza kuona tofauti baada ya kuchukua hatua hizo. Pamoja na hayo, serikali inaendelea na jitihada za kuongeza uzalishaji wa sukari nchini kwa kuhamasisha ujenzi wa viwanda, na mbali na kiwanda kipya cha Bagamoyo chenye uwezo wa kuzalisha sukari tani 35,000, cha Mkulazi chenye uwezo wa kuzalisha sukari tani 50,000, upanuzi wa kiwanda cha Kilombero utaongeza uzalishaji wa sukari kwa tani 2,071. Hali kadhalika, upanuzi umefanyika kwenye mashamba ya Mtibwa na Kagera kwa hekta Mtibwa hekta 4,700 na Kagera ni hekta 9,071. Hadi sasa hatua hizi zimeongeza uzalishaji wa sukari kutoka tani 311,358 mwaka 2020 hadi tani 392,724 mwaka 2024. Tutaendelea kuvutia uwekezaji zaidi wa viwanda au kwenye viwanda na kupanua maeneo ya uzalishaji wa miwa, tukilenga kufikia uzalishaji wa tani 700,000 za sukari. Mheshimiwa Spika, serikali imetoa msukumo pia katika kuongeza uzalishaji wa mafuta ya chakula. Hivyo msukumo huo umewezesha uzalishaji mbegu za mafuta kuongezeka kutoka tani 1,713,178 mwaka 2021 hadi tani 2,181,603 mwaka 2024. Pamoja na hayo, uzalishaji wa mafuta ya kula nchini umefikia tani 396,335 tu. Hivyo tunaendelea na hatua zitakazotuwezesha kuchochea uzalishaji zaidi wa mazao ya mafuta kuelekea lengo la tani 650,000. Aidha, tunadhamiria kuongeza usindikaji na uzalishaji wa mafuta ya kula nchini ili kupunguza uagizaji kutoka nje ambao kwa kweli unatugharimu fedha nyingi za kigeni. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa kilimo biashara, kuimarika kwa uzalishaji wa mazao ya biashara nchini kumeongeza thamani ya mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi kwa 67% kutoka dola za Kimarekani bilioni 2.1 mwaka 2021 hadi dola za Kimarekani bilioni 3.5 mwaka 2024. Pia uzalishaji wa mazao asilia ya biashara umeongezeka kutoka tani 983,177 mwaka 2021 hadi tani 1,443,629 mwaka huu 2025. Tunacholenga ni kuongeza zaidi thamani ya mauzo nje ya nchi hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 5 ifikapo 2030. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji maji ambapo eneo linalomwagiliwa limeongezeka toka hekta 561,383 mwaka 2020 hadi hekta 983,466 mwaka jana 2024. Hii inatokana na ongezeko la miradi ya umwagiliaji inayotekelezwa kutoka 13 mwaka 2020 hadi 780 mwaka huu 2025. Ni matumaini yetu kwa kukamilika kwa miradi hii yote kutatuwezesha kufikia lengo tulilojiwekea la kufikia hekta 1,200,000 za eneo la umwagiliaji maji. Muhimu zaidi katika jitihada hizi, serikali imeamua kutekeleza miradi mikubwa ya umwagiliaji maji kwa kutumia maji ya Ziwa Victoria na Tanganyika ambayo itaunda gridi ya umwagiliaji maji kwa ajili ya eneo lenye ukubwa wa hekta 3,000,000 ambapo ujenzi wake unatarajiwa kuanza ndani ya miezi 18 kuanzia sasa. Mheshimiwa Spika, serikali katika kukuza sekta hii imewezesha kutimia kwa azma
ya muda mrefu ya kuimarisha ushirika kwa kuanzisha benki ya ushirika iliyoanza na mtaji wa shilingi bilioni 58. Kuanzishwa kwa benki hiyo ambayo wanahisa wakubwa ni vyama vya ushirika wenyewe kunajibu hitaji kubwa la muda mrefu la upatikanaji wa mikopo zaidi kwa gharama nafuu, na hivyo kutaviwezesha vyama vya ushirika kujiimarisha kibiashara na uwekezaji. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, kupitia mfumo rasmi wa manunuzi, kiwango kilichouzwa kupitia ushirika kimeongezeka kutoka tani 591,268 zilizouzwa kwa thamani ya shilingi trilioni 1.1 mwaka 2021 hadi tani milioni 2.23 zenye thamani ya shilingi trilioni 4.2 mwaka huu 2025. Ongezeko hilo linakaribia 300%. Vile vile, serikali iliongezea mtaji Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB, na hivyo kuongeza wigo upatikanaji wa mikopo nafuu kwa wakulima. Dhamana ya mikopo kwenye sekta ya kilimo imeongezeka kutoka shilingi bilioni 63 mwaka 2020 hadi shilingi bilioni 418.3 mwaka huu 2025. Na tayari benki 19 zinatumia mfumo wa dhamana ya benki ya kilimo kuongeza mikopo kwa wakulima. Mheshimiwa Spika, jitihada za kufungua masoko nje ya nchi zimeongeza mauzo ya nyama kwa upande wa mifugo kutoka dola za Marekani milioni 4.2 mwaka 2021 hadi kufikia tani 14,701 zenye thamani ya dola za Marekani milioni 61.4 mwaka huu. Tarehe 17 Juni mwaka huu nilizindua kampeni ya kitaifa ya chanjo na utambuzi wa mifugo inayolenga kulinda afya na kuongeza thamani ya mifugo yetu. Serikali katika kampeni hiyo itabeba nusu ya gharama ya chanjo ya mifugo ya ng'ombe na mbuzi. Asante. Kwa serikali itabeba nusu ya gharama ya chanjo ya ng'ombe na mbuzi na gharama zote kwa kuku na gharama za herini za utambuzi. Niwaombe waheshimiwa wabunge katika maeneo yetu tuendelee kuhimiza